Ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa sababu hiyo nia imepinga mapenzi ya Mungu. Hiyo nia ya mwili imepinga utii wa Mungu, imepinga ibada ambazo Mungu anataka zifanyike katika roho. Na kwa sababu hiyo Biblia inasema, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Hiyo nia, ilo kusudi la mwili, haya mapenzi ya mwili hayatii sheria ya Mungu. Watu wa mwilini, watu wasioongozwa na Roho Mtakatifu huwa hawatii mapenzi ya Mungu. Licha ya kwamba Mungu ataongea, licha ya kwamba Mungu ameachilia neno la wokovu duniani, lakini watu wa mwilini wasio na Roho Mtakatifu hawatii mambo ya Mungu, bali huwa wanapingana nayo, wanaendaga against the will of God, kwa sababu hawana ufahamu wa kile ambacho Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wala haiwezi kutii, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale wanaofuata mwili, wanaofuata nia ya mwili, wanaofuata tabia za mwili, wanaofuata makusudi ya mwili, huwa hawana uwezo wa kumpendeza Mungu. Ili umpendeze Mungu ni mpaka nia ya mwili ife, ni mpaka usiongozwe na mwili. Mwili ukikwambia usiende kanisani, wewe nenda kanisani, kwa sababu mwili utatumika kukuzuia usiende katika ibada, kwa sababu unajua ukienda katika ibada roho inapokea mafunzo, inapokea neema, inapokea nguvu ya kushinda mwili. Kama mwili utazuia mtu asiabudu, ili roho zishinde, kwa sababu hizi zimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Usikubali kufuata mwili. Kuna kanuni 4 za kushinda mwili, na hizo ndizo nitazungumza ili upate kujua nitashindaje mwili. Maana usipojua jinsi ya kushinda mwili, mwili una tamaa yake, mwili unataka starehe, mwili hautaki kuabudu, mwili unataka ukae vile unataka, mwili hautaki kuwekwa sheria na Mungu, mwili unataka vile ambavyo mwili unataka ndivyo unataka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kanuni 4 za kukuwezesha wewe kushinda mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya kwanza ni kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nisikilize bwana, watu wengi wamekataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa anaongoza mwanadamu kwa njia gani? Kwa njia ya kumwambia. Unasikia moyoni, unasikia kwenda kanisani, ndio Roho Bwana anakuambia, anakuzungumzia ndani ya moyo. Wakati unasikia vile, mwili nao utakuja kuambia usiende. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia neema ya kufanya jambo fulani ambalo linampatia Mungu utukufu, fanya, kwa sababu unaongozwa na Roho. Unasikia wakati mwingine, unasikia usome neno la Mungu, usome Biblia, soma, kwa sababu unaongozwa na Roho. Hakuna siku mwili utakuruhusu usome Biblia. Maana wakati uko mwilini na utashika Biblia, unatolewa kwa Biblia. Hapo ndipo utasikia mwili kukwambia hujafanyia nyumba.
Hapo ndipo unaona sasa unapigiwa simu. Wakati tu umesema mimi ngoja nisome Biblia, ndipo utaona sasa mgeni ameingia. Ndio lengo ni nini? Usisome wakati Roho anakuongoza, umejiweka chini, umeweka maisha yako chini ya uweza wa Roho Mtakatifu. Siku kwa siku ukiamka unamwambia Roho, Bwana, siku hii ya leo nimekataa kuongozwa na mwili. Nikiongozwa na mwili nitatenda dhambi, nikiongozwa na mwili nitakosea. Roho wa Bwana niongoze katika maisha yangu ya siku ya leo. Roho wa Bwana anakupangia ratiba ya siku, anakupangia utaenda kanisani, anakupangia nyakati za maombi, anakupangia kufanya mambo yanayohusiana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Chochote utasikia ambacho Mungu amekusemesha na ni kitu ukikiangalia kinampa Mungu utukufu, kimbia ufanye. Usisikilize sauti ya pili. Sauti ya pili inaunganishwa na shetani kupitia mwili. Ukitaka kuomba, shetani anakuambia leo umechoka, lala, utaomba kesho. Ikifika hiyo kesho, ile sauti inakwambia leo tena umechoka, lala. Utakaa mwezi mzima ujaomba, kwa sababu wewe unafuata mwili. Usifuate kile mwili unasema, fuata Roho wa Mungu. Akikwambia uingie maombi, wote maombi ya siku mbili pengine ya kufunga, usisikize mwili. Mwili utakwambia hiyo tumbo itashikwa na njaa. Usisikilize mwili, enda kwa Bwana, Bwana niwezeshe Mungu, na utaona Mungu ni mwaminifu. Mungu atakuwezesha ukae katika maombi haya ya mfungo bila mahangaiko, na utaona familia yako inapona, huduma yako inapona, kwa sababu unaongozwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Imeandikwa wapi? Warumi 8:9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu ambaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo Roho wa Mungu anakaa ndani yako, sasa Roho hawezi kukuruhusu ufanye mwili. Akiwa ndani yako atakuongoza kwa nguvu za Mungu, atakuruhusu ufanye mambo yasiyopendeza Mungu, atahakikisha mwili haukuongozi. Lakini mtu asiye na Roho Mtakatifu, mtu asiyejiweka chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu, aendeshe na Roho Mtakatifu, hata atakwambia tukutane kanisani, hata kuja kanisani, hata kuja kanisani, kwa sababu amefungwa. Mwili hauruhusu. Lakini Roho, mtu aliye na Roho Mtakatifu anajitiaga nguvu, anafanya mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la pili, kukesha na kuomba. Kukesha na kuomba, Wakristo wengi wanalemewa katika kukesha na kuomba. Na kama huwezi kesha na kuomba, huwezi kushinda mwili, kwa sababu maombi unayoomba na kukesha yanaweka mbali majaribu ya mwili, yanaondoa majaribu ya mwili, kwa sababu mwili unajaribiwa kila kitu pale. Hata ukipita njiani mwili unajaribiwa, kwa sababu utaenda uone nguo nzuri, mwili ndio unataka nguo. Useme na sina pesa, utafanyaje? Unaanza kuhangaika. Lakini kama ulikuwa umeomba, unapita ukiwa na maombi, haikusumbui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utaenda uone biashara ya mtu mzuri, sema huyu mtu si biashara ilikuwa yangu. Mwili ndio unataka hizo. Utaona gari ya mtu, waanze kuwa na wivu. Mwili ndio unataka hiyo magari. Roho haitaki gari. Roho ina shauku na Mungu. Roho inatamani kuomba. Roho inatamani kusoma neno. Roho inatamani kukaa na Mungu, lakini mwili utaki maombi. Ukisoma kitabu cha Mathayo 26 na mstari wa 41, Yesu alikuwa anajua mambo ya mwili. Mathayo 26 mstari wa 41, nitasoma. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho hii
lakini mwili ni dhaifu. Bwana asifiwe. Kesha uombe, kesha na uombe, kwa sababu usipoongesha, usipoomba, utaingia kwa majaribu, utajipata umeanguka. Kuna watu wanabaki kusema mimi nampenda Mungu, lakini hana nguvu ya kumfuata Mungu. Aliacha kuabudu kitabu, lakini unasikia mimi nampenda Mungu. Bwana asifiwe. Hauwezi kuwa nampenda Mungu na hauchi. Huwezi kuwa nampenda Mungu na uende katika nyumba yake. Huwezi kuwa nampenda Mungu na hautii mambo yake. Wokovu umejificha katika kutii, na huku kutii ndiko shetani anatutatiza kupitia mwili ambao tumebeba. Mwili unaweza fanya ukaenda jana, na in fact watu wengi kutokuona Mungu, kutokufika katika ufalme wa Mungu. Ukiuliza mwili ulimkosesha. Kwa nini? Hakuweza kukesha, hakuweza kuomba, hakuweza kupingana na hiyo mwili na kushinda. Maana katika kukesha, katika kuomba unajaza nguvu za kushinda mwili. Roho Mungu aliye ndani yako atapokea nguvu za kuongoza mwili. Mwili unaongoza kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho ina kimwili ni dhaifu. Roho inaweza akakaa ikikesha siku 3. Mwili huwezi. Kwa hivyo dawa ya mwili ni kukesha na kuomba. Una ulimiti nguvu, una ulimiti sauti kwa kukesha na kukataa sauti zinazotoka kwa mwili. Mwili utamkosesha. Jambo la tatu, kimbia maovu. Kimbia maovu. Njia moja ya kukimbia maovu ni kujua nikipita hapa nitamkosea Mungu. Nikipita kwa ule mama lazima tutasengenyana na nitamkosea Mungu. Kwa hivyo kwa ule mama sitaenda, na haina maana namchukia. Bwana asifiwe. Sasa unajiepusha. Kukimbia ni tafsiri ya kujiepusha na mabaya. Unaona hii njia nikipita nitamkosea Mungu. Unajiepusha, unakimbia maovu. Uovu umekuja, unakimbia. Uovu huu unakimbia. Uovu huu unakimbia. Ni njia nyingine ya tatu ya kushinda mwili, kwa sababu hakuna mahali ambapo utakosea. Ukiona tu uovu ndio huu, unaepuka, unajiepusha. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa pili 2 mstari wa 22. Timotheo wa pili 2 mstari wa 22. Lakini zikimbieni tamaa za ujanani. Kwa nini sio tamaa za uzeeni? Mambo maovu yanachipukana ndani ya watu wakati watu ni vijana. Sasa inapochipuka vile mambo mabaya yanapochipuka ndani ya watu, dhambi zinapochipuka ndani ya watu, ndio unapata huyu kijana, kwa sababu ana nguvu, anaweza kufanya mambo maovu, na kwa sababu ana uwezo wa kufanya mambo maovu, yale maovu yasipoondolewa kwa wokovu wakati ameokoka, yanakuaga na yeye. Hata akiwa mtu mzee, yale maovu ambayo hayakumolewa yako ndani yake. Mawazo ya maovu yako ndani yake. Tabia za maovu ziko ndani yake. Kwa hiyo Biblia inasema kimbieni tamaa za ujanani. Kuna mapepo ambayo yanafuata mtu akiwa kijana, ayamfuata akiwa mzee, yanamfuata akiwa kijana, yanamuingia. Kama ni kumpeleka kwa ulevi, yanampeleka. Kama ni kumpeleka kwa uzinzi, yanampeleka. Kama ni kumpeleka kwa uchawi, yanampeleka. Kama ni kumpeleka kwa wizi, yanampeleka. Lakini hayawezi kumpeleka mtu alikuwa na miaka 80. Hata kukimbia hawezi. Yanamkamata akiwa kijana. Lakini maandiko yanasemaje? Tukimbie. Ndio, hiyo dhambi inapokuja ni dhambi ya mwili. Lakini ukikimbia, mwili unakuwa safe, alafu roho yako inakuwa kufa. Kukimbia ni ile kukataa. Unakataa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Tukimbie tamaa za ujanani.
Unapokimbia vile, Biblia inasema ukafuate haki. Si unakimbia alafu unakosa kufuata haki. Unafuata haki, unafuata mapenzi ya Bwana, unaanza kumpendeza Bwana. Unapokosa kufanya maovu, lazima ureplace hiyo nafasi kwa kutenda mema. Biblia inasema na imani ya kumwamini Mungu, unaifuata imani. Biblia inasema na upendo, unafuata upendo. Umekimbia dhambi na utakatu, unaanza kufuata imani, unaanza kufuata haki, unaanza kufuata upendo, mambo ambayo yanatokana na Mungu na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Unajiunganisha na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi, naye Mungu anaanza kukujaza na nguvu za kutenda haki, nguvu za kupenda, nguvu za kuwa na amani, nguvu za kufuata imani. Unajazwa. Kwa nini? Ulipoacha maovu ukakimbia, ili mwili wako usikukosanishe na Mungu, usikutenganishe na wafalme. Unaanza kufuata Mungu. Kufuata Mungu ni kufuata haki, ni kufuata upendo, ni kufuata imani, ni kufuata amani na kumuita Bwana kwa moyo safi. Naanza kuona matunda ya wokovu wako. Namalizia jambo la nne, kufa kwa hali ya kale. Kufa kwa hali ya kale. Tashinda. Kufa kwa hali ya kale, tafsiri ya kusema nini? Hali ya kale, kwa mfano, huyu mtu hali yake ya kale alikuwa ni mwizi. Sasa amepita kwa Mungu. Hali yake ya kale ilikuwa ni mzinzi. Hali yake ya kale ilikuwa ni mchawi. Lazima hali ya kale ipe. Bwana Yesu asifiwe. Kufa kwa hali ya kale, dhambi za kale kabla hujaokoka ndio zinaitwa dhambi za kale. Wakati umeokoka, huwezi kuniambia mtu ameokoka na bado mtu analeo, mtu ameokoka na bado mtu anaiba, mtu ameokoka na bado anadhulumu watu, mtu ameokoka na bado anazini. Lazima kufa kwa hali ya kale. Tashinda wewe. Lakini kama hakuna kufa kwa hali ya kale, umekuja na hali ya kale kwa Mungu, unaendeleza hali ya kale, uweze kushinda na uweze kuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa hujashinda mwili, unamwita Mungu bure. Mungu hasikii maombi ya wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 3 mstari wa 5. Wakolosai 3 mstari wa 5. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Basi vificheni viruko vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani hiyo ibada ya sanamu. Vifiche. Tafsiri ya kuficha ni kuziweka mbali, ni kuviondoa kwako, ni kujitenganisha nazo. Unavificha mbali, havionekani tena, havitokei tena, haviopareti tena. Hizo dhambi haziopareti tena, maana umezificha na umekuwa mtu mpya. Mstari wa 9, usiambiane uongo, kwa kuwa umeuvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Ulikuwa wakati wa kale ulikuwa mwongo, na umekuja kwa Yesu, tunaspect tena tunagani? Upaswe kuwa mwongo. Unawezaje kuwa wewe si mwongo? Ni lazima uhakikishe kile unaongea, kitu ambacho unajua au unahakika nacho. Usiseme kana kwamba utafanya. Sema kama nikifanikiwa nitafanya. Unajua usipofanikiwa utawaambia sijafanikiwa, na si uongo. Lakini kuambia kesho utapeana 10,000 kanisani, alafu hiyo kesho ikifika unaanza kanisa, ukifuatiliwa unaulizwa pesa ziko wapi? Sijapata. Ungelisema kuna pesa na ngoja mahali zikiingia utatoa. Tunaweza tukaziongoja hata mwaka mzima na hatuna shida nayo, kwa sababu huku tuhakikishia utafanya. Hii ya kuhakikisha hata unakosa kufanya, hiyo
ndio uongo. Na uongo unaweza kuwa kabla hujaokoka ulikuwa mwongo. Sasa umeokoka, vua. Bwana Yesu asifiwe. Vua pote akali, tabia za kale, mwenendo wa kale, maongezi ya kale. Unakuta mtu aliokoka, bila alikuwa anaongeaga, ndivyo anaongeaga mpaka leo. Bila alikuwa anafitini watu akiwa hajaokoka, mtu wa kale mpaka leo anafitini watu mpaka kanisani. Na anakwambia Yesu ni Bwana. Kusema Yesu ni Bwana haimaanishi inakusaidia chochote. Iwapo unasema Yesu ni Bwana katika hali ya dhambi, hata makahaba wanasema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe.